tunawapongeza TAKUKURU kwa kuwa kioo kwa halmashauri zetu na taasisi zetu katika mkoa wa Arusha. Mmekuwa kioo, mmetusaidia kujiangalia, na kwa tathmini ya haraka tumefanya vizuri sana katika miradi mbalimbali ya maendeleo katika mkoa wetu wa Arusha. Mheshimiwa Rais analeta fedha nyingi katika mkoa wa Arusha. Tunao miradi mingi ya maendeleo katika mkoa wa Arusha. Bila ushirikiano wa pamoja, mtazamo wa pamoja juu ya utekelezaji wa miradi hiyo, fedha hizi zinaweza zisiwe na tija. Leo viongozi wa serikali na watendaji kwa pamoja tumeelewa wajibu wetu kwa pamoja kwa kushirikiana na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Kwa mbali ya kusimamia miradi ya maendeleo, pia tunao wajibu wa kuhakikisha tunatimiza majukumu yetu kwa kupambana na rushwa. Yote haya kwa pamoja tukiyafanya, tunaamini kabisa mkoa wetu wa Arusha utapiga hatua kubwa ya maendeleo. Ofisi zetu zitakuwa kimbilio kwa wananchi wetu. Tukiyafanya kwa pamoja, itakuwa pia ni kuonyesha kwamba ofisi zetu zinazingatia utawala bora. Baada ya warsha hii na mazungumzo niliyoyaona, lazima tukubaliane kwamba miradi mingi, hakuna mradi unaitwa wa mkoa wala wa taifa kama hauna kijiji. Shule ya sekondari iwe ya msingi iko katika kijiji, mtaa, kitongoji au kata. Sasa sisi tumekuwa na uelewa mzuri hapa, lakini tunapokuja kuchunguza miradi, utasikia mwenyekiti wa kijiji kakamatwa, kauza mabati, kauza simenti. Kwa hiyo naona umuhimu wa kushusha elimu hii katika ngazi za chini. Mathalan, TAKUKURU kama tulivyofanya hapa, elimu iendelee kutolewa. Kwa mfano, tukienda katika halmashauri tukawa na mkutano pale, mkakutana taasisi zingine, lakini ukaita madiwani wote, ukaita watendaji wa kata wote, ukaita watendaji wa vijiji wote, na wakati mwingine na walimu wakuu sio wanasimamia miradi, wakaitwa, wakaelezwa kama alivyowasilisha mtu wa TAKUKURU hapa vizuri kabisa, na wenyewe wakaa na uelewa, kwa sababu mwisho wa yote mkoa kama mkoa unaweza kupata doa aidha kwa sababu tu ya madarasa yaliyoko katika kijiji X, aidha kituo cha afya kilicho katika kata X. Kwa hiyo kuna umuhimu wa elimu hii kushuka katika ngazi za chini. Hii tuliopata hapa na hawa waliotoa mada huko mpaka huko, na wenyewe ni muhimu sana. Ukasema leo Karatu, leo Longido, mkaweka ratiba nzuri, na hao wadau muhimu wakawa na ule uelewa. Na watu kule wengine wanapata matatizo kwa sababu ya kuto kujua majukumu yao. Azimio la kwanza, hatua ziendelee kuchukuliwa dhidi ya wadau wanaokiuka sheria na taratibu za utekelezaji wa miradi. Lakini la pili, taasisi ya OSHA iendelee kutoa elimu kwa wadau. Na azimio la tatu, TAKUKURU washirikiane na taasisi nyingine ikiwemo OSHA, idara ya kazi, Secretariat ya maadili ya viongozi wa umma katika ufuatiliaji wa miradi. Lakini azimio la nne, TAKUKURU iendelee kutoa elimu kwa wadau juu ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo.